yanayopelekea kuharibika moyo wa mja. Jambo la pili ni kathratu tamani, wingi wa matamanio. Ni jambo ambalo katika matamanio ya kila mja ni sehemu. Tamaa, kuishi vizuri, ni kila jambo ambalo la kila mmoja anahitaji aishi. Uwe na nyumba yako nzuri, uwe na uwezo wa kula vizuri, unalala pazuri, una uwezo wa kuwasomesha watoto wako wakapata elimu bora, ni mambo yanayohitajiwa na kila mja. Ukiumwa uweze kupata kutibiwa sehemu iliyokuwa nzuri, ikiwa gharama za kuweza kumudu matibabu huo unazo, ni sehemu ya mambo ya kimaisha. Lakini kutamaniwa kupi ambako kwamba hakutakiwi, wa huwa an yaisha al-insanu fi alami lait, nako ni kuishi mwanadamu katika ulimwengu wa lait. Laita ikiwa na maana kwamba ile natamani mimi ningelikuwa kama fulani. Hiyo ndiyo isiyotakiwa. Mimi kwa hali yangu inatamani ningelikuwa kama fulani. Hii ilikuja kujitokeza kwa mujibu wa Qur'ani katika maisha ya Nabii Musa alayhi salam, ambaye Nabii Musa na bwana mmoja aliyekuwa akitwa Qarun alielezwa ndani ya Qur'an. Qarun Mwenyezi Mungu alimfungulia maisha. Qarun alikuwa na pesa za kutosha. Qarun alikuwa na magodauni ya mali mbalimbali, dhahabu kadha wa kadha, kila sehemu. Qur'ani inamueleza Qarun, inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, yale funguo yale ya kufungulia magodauni yaliyokuwa yakimilikiwa na wafanyakazi wa Qarun, ili kubeba ilikuwa ni shughuli, manake alikuwa na magodauni mengi. Qarun ilifikia wakati ilikuwa akipita mtaani ana msafara uliokuwa nyuma yake. Qarun ilikuwa akivaa anapendeza, watu waliokuwa wanamzunguka ilikuwa wakitamani waishi kama vile Qarun. Lakini Qarun pamoja na kupendeza huko, pamoja na kuwa na mali hizo, lakini Qarun ilikuwa hana radhi za Mwenyezi Mungu, yuko mbali na Mwenyezi Mungu. Qarun alikuwa ni dhalimu, ilikuwa akiwadhulumu binadamu wenzake mali zao. Lakini mwisho wa Qarun ulikuwaje? Mwenyezi Mungu alimdidimiza chini ya ardhi. Baadaye wale waliokuwa wakitamani waishi kama Qarun wakarudi nyuma kutokana na matamanio yao, wakasema kumbe Qarun ilikuwa hayuko karibu na Mwenyezi Mungu. Qarun alikuwa ni dhalimu. Kwa hiyo maisha tunayohitajiwa sisi kuishi ni ya kutamani, lakini kwa kujibidiisha, kwa kufanya juhudi za kufanya kazi, lakini sio maisha ya kusema natamani na mimi kuwa kama fulani. Tazama mzunguko wa matamanio yako na maisha ya huyo mtu. Huenda ikawa unatamani kuishi kama fulani, lakini huenda ikawa njia zake anazoishi sio njia ambazo anazoziridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islamu, jambo la pili katika mambo haya yanayopelekea kuharibika kwa moyo wa mtu, na utakapoishi katika hali kama hiyo utaishi vibaya sana. Utamwona jirani yako ulijenga naye nyumba yake nzuri, anakula vizuri, watoto wake wanakwenda shule za kulipiwa pesa nyingi, ana usafiri kila siku, Jumatatu mpaka Ijumaa anabadilisha gari hii, wikendi anatoka na watoto wake anakwenda bichi. Wewe hali hizo huna, kula yako ya shida, mtoto ana malaria tu, kwenda kumfanyia kipimo cha shilingi 2000 pia unashindwa. Unasema na mimi natamani niishi kama fulani, na mimi natamani niwe kama fulani, lakini huenda ikawa maisha yake pamoja na neema zinazoonekana ni maisha ambayo yuko mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili katika mambo yanayopelekea kuharibika moyo wa mja ni hilo. Ama jambo la tatu, at-taalluq bi ghairillah, ni mafungamano ya mja anavyoishi kuwa mbali na Mungu. Mwanadamu maisha yake yote yatakayokuwa ataishi akiwa nje, akiwa mbali na Mola wake,
akiwa mbali na muumba wake, maisha yake mwanadamu huyo ni maisha ya hasara. Unakula, unakunywa, afya yako iko salama, Mwenyezi Mungu anakulinda na mitihani na mabalaa mbalimbali. Mwenyezi Mungu anakupenda wewe, anakuneemesha katika neema mbalimbali, amekuruzuku vingi tu. Mwanadamu wewe unaishi, hauna tofauti na mnyama. Huna ibada ya sunna, huna ibada ya faradhi, huna muda wa kuwa na karibu na Mola wako. Maisha yako hayo ni maisha ya hasara. Mwanadamu anatakiwa awe karibu na Mola wake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, taarafu ila Allah fi raha yaarifka fi shidda. Jifahamishe, jijulishe, jisogeze kwa Mola wako katika wakati wa maisha yakiwa mazuri. Mwenyezi Mungu na yeye atakutambua na atakuwa karibu na wewe. Usihitaji wewe kuwa karibu na Mola wako wakati wa matatizo yamekukabili, na huo ndio mfumo mkubwa wa maisha tunayoishi. Hata rafiki na rafiki yake, anapokuwa wewe na rafiki yako una pesa, maisha yako mazuri, akiwa na shida unamsaidia, unamjali, atakuwa karibu na wewe saa 24. Lakini wewe utakapokuwa maisha yako yameyumba, atakaa pembeni. Hivyo ndivyo tunavyoishi sisi wanadamu. Tunapokuwa tumeharibikiwa, ndipo tunapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Wangapi katika sisi tunapokuwa maisha yamekuwa taiti, ndipo tunapofanya ibada kikweli kweli, tunamtaja Mwenyezi Mungu laila wa nahara. Lakini maisha yanapokuwa yako sawa sawa, hatuna haja misikitini, hatuna haja nayo. Kama inavyofikia mwezi wa Ramadhani, watu wanajaa misikitini, msongamano unakuwa ni mkubwa. Ramadhani ikishaisha, watu hawana haja tena Mwenyezi Mungu. Ataalluq bi ghairillah, kufungamana na maisha utakayokuwa mwanadamu unaishi nje ya Mwenyezi Mungu, ni maisha ambayo utakayokuwa ni maisha ya hasara. Mwanadamu anatakiwa awe karibu na Mola wake. Haya ndio atakayokuwa maisha ya furaha, ndiyo maisha atakayokuwa ni amani. Na mja wakati wote atakapokuwa na Mola wake, Mwenyezi Mungu anakuwa anampenda mja huyo. Hilo ni jambo la tatu katika mambo yanayopelekea kuharibika moyo wa mja, na tiba yake ni bitahqiqi tauhidi wa tajdidi tawakkul wal yaqin bi anna an-nafi'a wallahi huwa Allahu wahda. Tiba yake ni kuwa na yakini ya kutosheleza, ni kuwa na tauhidi ya kutosheleza, na kuwa na tawakkuli ya kutosheleza, kwamba manufaa unayoyapata, madhara yanayokukuta, vyote hivyo rudisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukipatwa na kheri, tambua ni Mungu mwenyewe. Ukipatwa na shari, tambua pia ni Mungu mwenyewe, kwa sababu lolote takalokuwa limemkuta mja, mwanadamu hawezi kumpelekea madhara mwanadamu mwenzake, ila ndani yake kuna mashiatillah, kutaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa inabidi uwe na tawakkul ya kutosheleza. Hayo ndiyo maisha tunayotakiwa tuishi, watukufu wa Islam. Jambo la 4, kathratu taam. Katika jambo linalopelekea kuharibika kwa moyo wa mja, jambo la 4 ni kathratu taam, ashiba'ul mufrit, fa kathratul akli tuthqilul badan wa tuqassil qalba wa tujlibu an-nawm wa tudhifu an-nashata fi at-ta'a. Katika jambo la 4 linalopelekea kuharibika moyo wa mja ni kukithirisha kula sana, kushiba sana. Kwa sababu gani? Kula sana miongoni mwa maradhi yake kunapelekea kuingiza uvivu katika mwili, na moyo wa mja kufikia wakati kuwa na ugumu.
na kula sana kunasababisha usingizi. Kula sana kunasababisha kukosekana nguvu ya kuendea ibada. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alipata kuletewa zawadi mbili kutoka katika mmoja ya mfalme. Nimemghafilika kidogo mfalme huyo. Aliletewa daktari na akaletewa mjakazi ama mtumishi wa kike. Aliletewa zawadi. Yule bwana aliyefikisha zawadi zile akamwambia, wewe ni mtume wa Mungu, mfalme amenituma, amenipa zawadi mbili hizi. Amenipa daktari huyo aitazame afya yako mara kwa mara, kwa sababu wewe ni Rasulullah, wewe ni mtume wa Mungu, inabidi afya yako iwe inachekiwa mara kwa mara. Lakini pia vile vile amenipa mjakazi huyu, mjakazi akiwa na maana kwamba mtumishi wa kike huyu utamtumia. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule bwana aliyeleta zawadi, huyu mwanamke muache, daktari wako chukua, rudi naye. Yule bwana akamshangaa sana Bwana Mtume kwamba wewe ni mtume wa vipi? Wewe ni mtu mkubwa, umepewa daktari huyu akufanyie check up za mara kwa mara, wewe ni kiongozi, unamkataa? Akamwambia, chukua daktari wako. Katika maneno aliyomwambia Bwana Mtume, bwana yule aliyeleta zawadi akamwambia, nahnu qaumun, sisi ni watu ambao la naakulu hatta najua, hatuli mpaka tuwe na njaa. Sikiliza maneno ya Bwana Mtume, anamwambia yule bwana aliyeleta zile zawadi, anamwambia daktari wako rudi naye, sisi ni watu ambao hatuli mpaka tuwe na njaa, na tunapokuwa na njaa, tunapokula hatuli kupitiliza. Hiyo ni tiba. Kwa hiyo moja katika jambo la kujenga afya ya mtu kutoua moyo wake ni kutokula kula ovyo ovyo. Watu wa mjini wana kawaida ya kula ovyo ovyo, mavyakula yasiyofaa. Leo asilimia kubwa ya vijana wengi ni wabovu, afya zao ni mbovu. Hii inachangiwa na kula ovyo ovyo. Mtu huyo atakula machipsi, huyo akimaliza atatafuna karanga mbichi, huyo akimaliza atatafuna papai, huyo akimaliza ataona sijui muogo wa kukaangwa, huyo akimaliza sijui atakula pera, huyo. Hivi ni vitu ambavyo havijengi. Haya machipsi na makuku ya kisasa ndiyo usiulize. Leo katika ndoa nyingi vijana wanasumbuka, watu wanatumia njia mbadala ambazo ilikuwa hazihitajiki. Kwa yote watukufu wa Islam, moja katika jambo la 4 linalopelekea kuharibika kwa moyo wa mja ni kwa kulala sana. Kula sana. Tupunguze, tule katika mifumo inayohitajiwa, na ule mpaka pale utakapokuwa utajihisi njaa, sio kula kwa hovyo hovyo. Tumombe Mwenyezi Mungu atuongoze katika hilo. Lakini nikimalizia, jambo la 5 ni kathratul manam, kulala sana. Katika vitu vinavyoingiza hasara kwa mja ni kulala sana. Usingizi ni sehemu ya kuburudisha mwili, lakini isiwe usingizi kwako wewe ni kama vile kitu ambacho kwamba umesalitiwa nacho. Na ndio maana katika mafunzo hata viongozi wa dini kwa kupitia elimu wanasema mwanadamu hata kama ikiwa hana kazi inabidi aamke mapema, ili asubuhi saa 12 saa 1 iwe uko macho.